Bwana mrembo mmoja ambaye ameshangaza watu wengi sana kutokana na habari ambayo imesambaa. Kwa mujibu wa mrembo huyu bwana ameomba arudishiwe bikra yake, lakini pia vile vile arudishiwe maziwa yake kama yalivyokuwa hapo awali, yalikuwa hayajalala. Hii imetokea baada ya kisanga ambacho kimetokea kwa mrembo huyu kuachana na aliyekuwa mpenzi wake, mtu ambaye alikuwa naye katika mahusiano. Ni kwamba unaambiwa kwamba ameomba bikra yake irudishwe, mwanamke mmoja Mkikuyu huyu kutoka nchini Kenya, baada ya mumewe kuwasilisha ombi la kutaka talaka mahakamani ili waachane. Mwanamke huyo aligoma kusaini na akiomba mahakama kwamba anataka mumewe arudishe matiti yake ambayo aliingia katika mahusiano na yeye kwenye ndoa yakiwa yamesimama. Lakini baada ya kuishi na mwanaume huyo kwa muda, ni kwamba sasa hivi yamelala. Pia vile vile ameomba arudishiwe bikra yake kama ilivyokuwa kabla ya ndoa hiyo, ndipo atasaini nyaraka za talaka kuhusiana na kuachana na mumewe huyo. Mwanamke huyo amedai kuwa hajatendewa haki, kwani hata yeye pia usichana wake uliharibiwa na mwanaume huyo, na anadai kwamba anataka urudishwe. Mume amesema kisa cha hadi kupelekea kutaka talaka ni kwamba mke wake bwana alimfumania na mwanaume mwingine, kwa ushahidi wa picha na video katika simu ya mkewe ambao alikuwa amejirekodi. Nini maoni yako kuhusiana na hili? Ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana huko mtandaoni, na watu hapa of course wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna jamaa hapa amekuja ameandika kwamba bwana huyu bwana alikuwa katibu kwenye kikao chetu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna huyu hapa mwingine amesema kwamba bwana na mimi pia vile vile angerudisha mbegu zangu zote nilizokuwa nikizimwaga kwake, sitaki ujinga kabisa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana anahoja huyu dada asikilizwe na mahakama ifanye uamuzi sahihi. Kwa mtu anasema kwamba bwana kumbe umakini unabidi kuongezeka zaidi kwa hawa viumbe. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana kweli wa Kenya wameshindikana. Kwa mtu anasema kwamba bwana naomba wa Kenya wanisaini na mimi pia ni Mkenya mwenzao. Kwa mtu ameandika hivyo. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hicho kisanga ambacho kimetokea mahakamani huko Kenya kwa huyu bidada kuhusiana na sakata zima la kusaini nyaraka za talaka kuachana na mumewe. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.